Karibu mtazamaji, kwa sasa imetimia saa 6 na dakika 5 saa za Afrika ya Mashariki. Tunaingia kwenye mada ya pili. Kama nilivyokuwa nimekueleza hapo awali, tunaangazia usafi wa hedhi. Kenya itajumuika na mataifa mengine ulimwenguni mnamo tarehe 28 mwezi huu wa Mei kuadhimisha siku ya usafi wa hedhi duniani. Ni maadhimisho ya miaka 10 tangu kuasisiwa kwa siku hiyo na Umoja wa Mataifa. Hapa jopo litakuwa linatueleza haswa ni yapi ambayo tumefanikiwa kama taifa, ni hatua zipi, iwapo kuna cha kujivunia ama bado tunalegea nyuma. Karibu sana mtazamaji, nikiwa naye Patience Rua, yeye ni afisa tabibu, anajihusisha sana na afya ya uzazi. Karibu sana Patience. Asante. Tukiwa pia naye Alan Alwanga, hapo sijakosea, ni Alwanga. Yeye ni mhudumu wa afya ya jamii. Karibu sana. Asante. Na pia tunaye Velna Moranga, si ndio? Yes. Yeye unafanya kazi na shirika la Huru. Yes. Mko sana kule katika mitaa ya mabanda. Kabisa. Karibuni sana. Asante. Kwa kweli tutazungumza kumwelimisha mtazamaji pamoja na sisi pia kuhusiana na afya ya ama usafi wa hedhi, kwa sababu ni mengi ambayo tunajionea kila uchao. Wasichana, mtoto wa kike bado anaendelea kutabika. Katika mwaka 2025 ni kipi ambacho hakifanywi vizuri? Tuko wapi haswa? Sijui tuanzie na wale ambao sana wako kule mashinani, alafu sasa pia tutakuwa tunamalizia pia na tabibu. Tuanzie na wewe Velna. Mashinani kukoje? Kule katika mitaa ya mabanda hali ikoje? Mtoto wa kike siku zake za hedhi zikifikia, ni siku ya kusononeka, ni kipindi cha masumbuko pamoja na kuzalia nyumbani bila kwenda shuleni. Kama yule mtoto mwingine ambaye anatoka katika familia ambayo ina uwezo wa kumnunulia taulo za hedhi. So asante sana. Kwa vile nilisema, naitwa Velna Moranga, nafanya kazi na Huru International. So katika mtaani, Huru inaenda mitaani yote kufikia wale wasichana wenye wako kwa hedhi, na haswa wale wenye wazazi wao hawawezi kununua pedi za kutumia wakati wa hedhi. So wakati tuko huko, unapata msichana anakuja kwako anakuambia, Velda, mimi siwezi, wazazi wangu hawezi nunua hii kitu. So natumia vitu zingine kama vitambaa naziweka pamoja, natumia saa zingine mimi ukosa kwenda shule kwa sababu sina. Kwa sababu ya hiyo, bado uko kwa mavibanda vijijini, mamitaani, bado kuna mahitaji. Wasichana wengi kabisa wanakosa kwenda shule kwa sababu the need is still high. We've not been able to reach all the girls wherever with the country in Kenya. So the need still remains high. Na huko ni katika mitaa ya mabanda? Yes. Yeah. Utakuwa unatueleza kwa kina kuhusiana na hilo na hitaji kubwa ambalo liko kule na athari ama hasara ya wale wasichana kukosa hizo taulo za hedhi, na pia usalama pia wa vile vitambaa wanavyovitumia. Viko safi, ni salama kwa afya yao, kwa sababu ukizingatiwa mahali ambapo wanatumia ni mahali ambapo panafaa kuzingatiwa na kuwekwa katika hali ya kiwango cha juu cha usafi. Alan, wewe kuwa mhudumu kule nyanjani, hali ikoje? Kwanza asante sana. Kwa majina ni Alan Alwanga. Changamoto ni mingi sana pale mtaani. Wasichana wanapitia mambo mengi sana, haswa ukizingatia bei ya hizo bidhaa ziko juu sana. So hapo mtaani kuna changamoto mingi. Unapata kuna wasichana hawezi afford hizo pads kabisa. So vitu kama hizo zina lead to pregnancy, early pregnancy. Na venye tunajua hedhi huanza mapema sometimes kwa wasichana wetu wadogo, as early as 7 years, 8 years. So ni changamoto kubwa. So kuna hizo early pregnancy, unapata msichana anakuja na kuambia hakuwa na pad, so ilibidi aende afanye jambo moja fulani ndio apate pads. Na unapata pia kuna wale wenye wanatumia vitambaa kama hizo pads, so ni changamoto kubwa sana. Pia unapata ina lead to magonjwa, bacteria infections. So changamoto ni mingi sana. So muda ukiendelea tutaenda kuelezea. Tutakuwa tunazungumza kwa kina. Patience, wewe sasa uko pale katika kituo cha afya, wale wasichana ambao unawapata kuhusiana na afya ya uzazi, au pia kina mama, kwa sababu iwapo labda sina uwezo wa kumnunulia mwanangu, labda pia mimi sina uwezo pia wa kujinunulia, hali halisi ikoje? Mimi kama tabibu wa magonjwa ambayo yanahusiana na shida za wanawake,
ninaweza sema ya kwamba kuna shida. Ya kwamba wale wamama wanapokuja pale hospitalini, licha ya wale wasichana wadogo, hata wale wamama ambao wamekomaa, shida iko. Manake mara nyingi huwa wakija kwa ajili ile lazima niwafanyie utafiti zaidi, ile examination. Wanapokuja, mama yote anapoingia pale hospitalini na ako na shida yote ile, anavuja damu, hata bila kuihusisha na hedhi, ni kwamba lazima nimuweke kwa kitanda na niweze kumfanyia examine katika hali ya undani, ukaguzi katika hali ya undani. Sasa vile ninavyofanya, nikimwambia mama, naomba upande pale kitandani ili niweze kukuangalia vizuri. Unaona zile hedhi ama vile vitambara ambavyo wanatumia kuweza kuzuia, ni vitambara ambavyo havifurahishi kabisa. Kwa sababu utapata ni maleso makuu, pengine mwingine amekata masweta, na unajua kwamba hii hali ikiendelea kuna uwezekano wa kupata infection. Manake hivi vitambara si vile ambavyo vinahitajika, si vile ideal kwa kuweka pale kwa njia ya uzazi. Manake pale kwa njia ya uzazi panahitaji usafi wa hali ya juu. Kwa hivyo wakati ambapo vitambara vinatumika huku na kule, na tena jambo moja ambalo nimekuwa nikijiuliza ni kwamba wakati tunatumia hivi vitambara ambavyo si vile vinatakana, si vile ideal, ni kwamba mimi wakati nimekimalizia na nataka kukitumia tena, sitakifua nikiweke wapi? Sitakifua nikiweke mahali kikauke na jua. Nitakificha ili isijulikane ya kwamba niko na shida ya kuweza kupata vitambara kupata hizi pedi ambazo ziko ideal. Kwa hivyo katika kuvificha, maana yake nimekifua, mama amekifua, amekiweka chini ya kitanda, unyevunyevu, mwezi ujao hicho ndo atakitumia. Kwa hivyo infections zinakuwa nyingi katika njia ya uzazi, ambayo pia hizo infections si vitu vya kufurahisha, manake vinasababisha mambo mengi katika afya ya wanawake. Na pia wasichana wenyewe pia wana shida, manake ikiwa mamangu hana uwezo wa kununua zile pedi ambazo anafaa atumie, sembuse mimi mtoto mchanga ambaye mamangu anafaa aninunulie hizo pedi, kuna shida. Na tukiweza kuitatua, tutasaidia pia katika afya ya uzazi kwa wanawake na watoto. Asante sana. Pia kabla sijamhusisha hata Velna, ningetaka kuna hilo swala la vile vitambaa ambavyo vinatumiwa. Ningetaka pia utueleze, ametupa kisa cha mfano, ametupa cha mama ambaye anataka kumkagua kule, anapomwambia pande pale, yale vile vitambaa anavyovitoa ni vya hali ni ya kuhuzunisha na ambayo si ya kuleta furaha hata kidogo. Ni jambo ambalo hata lina aibu na ni la kutishia na kuhatarisha afya yake ya uzazi. Tupe kisa chako. Ni kisa kipi ambacho labda umeshuhudia wakati unapoendelea kutoa huduma za afya kule nyanjani, katika jamii, katika mitaa? Najua nafahamu kwamba uko kule Mukuru. Tueleze hali halisi. Okay, pale kwanza Mukuru at large, changamoto zimekuwa mingi sana kwa wasichana. So kuna kisa kimoja hapo kwa shule, tulikuwa tunaenda kufanya educational sessions. So unapata mwanafunzi anakuambia, enyewe mimi siwezi afford, nakaa na mama peke yake, mama ana kazi. So inabidi anatumia mattress. Anaenda nakata mattress anatumia. So hicho ndio kisa cha kwanza ambapo tuliweza kurekod, tukashirikiana kidogo na Uru International ambao wanafanya kazi mzuri sana Mukuru, na si Mukuru peke yake, vitongoji zote duni hapa Nairobi. So tunawashukuru sana. Walikuja abroad, wakakuja na pad zao, wakaweza kutusaidia hapo Mukuru. So at least kuna change kidogo. Kuna change kidogo hapo Mukuru. Velna, pia ningetaka kule kijijini, ama wametueleza kuhusiana na vitambaa, ni kipi ambacho ulikishuhudia ukasononeka? Asante sana. Kijijini ama mashuleni, hizi mingi zenye tunapata vijijini, wakati tunaenda, kabla hatujapatia wasichana hizi pedi zetu, huwa tunafanya assessment, kujua kwanza mahitaji yao ni yepi. After hapo sasa tutataka kusikia kutoka kwa wasichana ni challenges gani wanapitia wakati wako kwa hedhi. So kuna hiyo msichana mmoja alija kwangu akaniambia, Velna, mimi wakati wa hedhi mimi huchukua karatasi
za vitabu, anazifanya zinakuwa soft. Anaweka katikati ya handkerchief, anatumia kuzuia hedhi. Huyo msichana anapenda sana kuja shule, lakini wakati ako na hizo vitu haezi hata concentrate class. So inamaanisha kwamba hata kukuja shule inakuwa changamoto. So kupitia hapo tukishawapatia hizi pedi zetu, na pedi zetu ni za kutumia tena na tena, ni reusable. Kumaanisha ukishampatia msichana ako free kukuwa na hedhi zake for long with no worries. Yes. Asante. Sasa pia ningetaka daktari, tabibu, kwa sababu umeweza kutueleza kile ambacho unakishuhudia kule. Wakati unaposema kwamba jinsi ya kusafishwa kwa hivi vitambaa, aina ya vitambaa vinavyotumiwa na hawa akina mama pamoja na mabinti zao, ni magonjwa yapi ambayo wanawake wanapata kwa kutumia mbinu ambayo haistahili kuzuia hedhi? Asante sana. Kwa sababu sisi sote tunaelewa hedhi inakuja kivipi. Hedhi inatoka katika sehemu ya kizazi, inatoka kwa kizazi, ukuta wa kizazi. Sasa wakati kila mwezi ule ukuta wa kizazi una shed. Ukished ndio inatokezea kwa upande wa uzazi, sehemu za uzazi za nje kama damu. Na wakati imetoka upande wa nje ni kumaanisha sasa si safi tena, ni chafu. Na kwanza harufu yake kwa muda ikiwa nje ama wakati umetumia zile pedi inakuwa ni harufu ambayo haifurahishi. Sasa iwapo umeweka kile kitambara na si kile kitambara ideal, manake utapata zile pedi vile zilivyotengenezwa ni kwamba ukiweka ukiweka ule upande wa uzazi inaweza kusaidia ile hewa ingie vizuri, ibadilike vizuri kule kwa kizazi. Lakini iwapo umetumia kitambara ambacho si kile ideal, unapata sasa kinaziba ile hewa. Na kwa sababu ya kuwa kuna ukosefu, ule dada atakaa na kile kitambara kichafu kwa muda bila kubadilisha, manake lazima ajue tena nitabadilisha kutoka wapi na saa ngapi. So akikaa nacho sana, kuna hivyo vidudu, bakteria ambavyo vinamea upande wa chini, ambapo unapata wakati hizo infections, hizo microorganism, bacteria, yeast, hii ambayo tunaita fungal infection, zinakuwa upande wa chini, ambapo inasababisha saa zingine kunakuwa na wasichana wakija kukuona wanasema kwamba wamekuwa na muwasho sana, hali ya kuwashwa upande wa kizazi. Wengine wanakuambia nimekuwa na hali ya kutoa uchafu ambao haufurahishi, manake harufu yake si nzuri. Wengine watakwambia siku hizi kando na ule uchafu nimeanza kuhisi naumwa na tumbo, hapa tumbo la chini panauma, mgongo unauma, ama saa zingine nikienda kujisaidia nasikia kuchomeka siko sawa. Mara nyingi unajua wanawake tukiwa na shida tuwa tunaenda hospitali, hatujikazi. Sasa akija nakwambia mimi siko sawa upande wangu wa sehemu ya siri. Sana sana ni kutokana na hivyo vitambaa ambavyo tumekuwa tukitumia ambavyo si vile ambavyo vinatakikana, na pia kutozingatia usafi wakati wa hedhi. Na anapotumia mbinu hiyo kwa kipindi kirefu, athari zake hatimaye huwa ni zipi? Wakati mtu anatumia vile vitambaa ambavyo kwa muda mrefu, na of course utakuwa sasa wewe ni mtu wa kuingia hospitali ukitoka, tumia madawa tofauti kila wakati, na zile dawa pia ukizitumia mara kwa mara pasipo rekebisha ile hali ambayo inakufanya uweze kuwa na magonjwa ya namna ile. Unajua sasa leo umetumia hii, kesho atakuja akwambie muliniandikia hiyo Flagyl haifanyi, hainisaidii. Daktari naomba unibadilishie. Ama saa zingine kule kijiji mtu anaenda to an extent ambayo ukimwandikia zile dawa hatumii, manake anakuambia kila nikija hapo mnanipatia Flagyl, mnanipatia hiyo, mnanipatia hii, hamnipimi. Kwa sababu pengine pia hospitali pia uwezo wake wa kwamba sasa nitakuwa na kupima. Lakini mara nyingi hata hiyo kupimwa, kupewa dawa, saa zingine mara nyingi mimi huwaeleza ya kwamba kile ambacho unafaa urekebishe
ni usafi. Ukirekebisha kile ambacho kinasababisha, then haya mambo mengine ya madawa kila saa, utafiti kila saa, tutamalizana nayo. Asante sana Patience kwa hilo. Sasa ningetaka Velna utaangazia, kwa sababu kuna mbinu tofauti ama kuna aina tofauti ya sodo ambazo tunafaa kuzitumia wakati wa hedhi, na zile ambazo ni salama kwetu kiafya na zinazostahili, sio mzigo kubeba, na pia hazina aibu. Utaendelea na shughuli zako, kama ni mwanafunzi, kama ni yule mama yuko ofisini, ama ni katika biashara zake sokoni au hata shambani, bila aibu na hata kusononeka hali itakuwaje. Je, ni zipi ambazo mnazitoa sana kule kijijini? Kwa sababu sio kila mmoja ataweza, hata shirika ama pia serikali haitaweza kutoa zile zote za kiwango cha juu. Ni zipi ambazo pia ni za kiwango cha chini lakini ni salama? Ningetaka, naona umebeba kadhaa pale, utaweza tueleze zinatumika vipi na ikoje, na je, iwapo sina hiyo sodo, vazi la ndani niko nalo, kwa sababu huenda labda utanipa, nitaweka wapi? Asante. So kwa kijiji kwa mitaa, hata shule, wasichana most of the time wanatumia disposable pads, zile za kutumia mara moja. Lakini ukiangazia ule msichana mwenye mzazi wake hata kupata chakula ya mara moja kwa siku inakuwa shida. So ukimagine wakati wa hedhi, mzazi kupata hizo pads za disposable, sababu saa hii najua ile the cheapest inaweza kwa shilingi 85. Unaweza imagine kama hata chakula hawana, wakati wa hedhi yake kupata hizo pedi ni ngumu. So Huru ina make sure imeandika wapatia pads zile za kutumia tena na tena. Apart from the disposable, pia kuna tampons. Tampons pia ni mzuri kutumia, lakini pia bei yake ni gari. Alafu wakati tunafunza wasichana hizo sodu zote, huwa wanaogopa kutumia tampon because hiyo pia unatumia kuiweka kutoka chini, lakini wanaogopa. But pia bei yake wazazi wao kama hawajiwezi, bei iko juu. Sasa tunawapatia, kwa sababu Huru ni shirika, it's a donor funded organization, so kulingana na zile fedha tumepata kwenda kusaidia wale wasichana wenye hawajiwezi, tunawapatia ile pedi ya kutumia tena na tena. Ukishampatia hiyo pedi, unamfunza vile anaitumia, vile anaosha vizuri, alafu atumpatie hizo pedi peke yake. Kuna mafunzo tunampatia kuhusu mwili yake, kuhusu self awareness, all that to make her aware of herself, na kumwezesha kujua ya kwamba hedhi ikija si kitu yenye anafaa kuaibika juu yake. Kabla hujafika hapa pa kumwelimisha, kwa sababu jinsi anavyoendelea kukua ndivyo anavyoendelea kushuhudia mabadiliko katika mwili wake. Je, zinatumiwa vipi na zikoje? Kwa sababu naona uko nazo pale, tuoneshe zinatumiwa vipi, ili pia tutaendelea na maelezo hata zaidi. So pedi ya Huru reusable inakaa hivi. Na pia ikizingatiwa kwamba kuna tofauti, kuna yule ambaye ana kiwango kizito cha damu na kuna yule ambaye ana kiwango cha wastani, kuna pia kwa kiwango kidogo, kuna yule ambaye atakuwa katika hedhi kwa kipindi cha siku 3, 5, 7 hata 8. Inakuwaje? Okay, sasa pedi ya Huru inakaa hivi. Na hii pedi inatumiwa na msichana, mwanamke yeyote, atubawi mama, msichana. Na inatumika na kila ina msichana akwe na hedhi light flow ama heavy flow, kwa sababu zile materials zimetengeneza zinaweza shikilia hiyo damu kwa muda mrefu. So inaweza tumika na any menstruator can use, hata akiwa na heavy ama light. So anaweza itumia. So kutumia ni anaosha na sabuni, anaiweka kwa maji kwanza kwa dakika 15. Kwa hivyo ukimpa hivyo ikiwa mpya, kwanza asitumie tu moja kwa moja. Anatumia kwa sababu kule kwetu ziko already sanitized. Kabla zikuwe packed. They are sanitized, kumaanisha akishapokea anaanza kuzitumia. They are ready for use. And again, hizi pads zetu already KEBS imezi-certify. So it's fit for use. So tukishampatia, tunamfunza vile anaosha, anasok kwanza kwa maji baridi kwa dakika 15. Akishatoa atamwagayo maji, alafu tena step 2 atachukua sabuni, anapaka. Tupeleke pole pole Velna. Kwa sababu umempa, ndio mimi sasa, mimi kama Agnes umenipa. Nimekupatia. Nitumieje?
Sasa nipeleke moja kwa moja, pole pole, nieleze. Uko kwa hedhi, Hatua ndio? Uko kwa hedhi. Sasa umeivaa, unataka kwenda kubadilisha. Utaenda kwa washroom na pedi nyingine yenye ni safi. So hii yenye umevaa yenye imejaa, utaitoa uweke kwa karatasi. Kuna karatasi tunapatia. Kabla ya hapo, kwa sababu kuna vile nataka kutumia. Ni mara ya kwanza, nioneshe jinsi ya kutumia. Okay, unaitumia hivi. Kama pedi yoyote, una turn your pad inside out, your panty inside out. Unaweka pedi yako hivi. Unahakikisha. Kwa hivyo hapa mahali ambapo ni peupe ndipo panapotagusana na mwili. Yes, ndio itaguzana na mwili. Alafu hii hapo ndio itaguzana na suruali. Vazi lako. Yes. And then atageuza hivi. Kuna hizi press button. Sijui vile zinaitwa kwa Kiswahili. Alafu vifungo tu. Vifungu. Alafu atafunga hizi vifungu. Unaona? Alafu ata make sure ame balance. Unaona? So iko ready kuvalika. Hapo umeeleza vizuri. Yes. Haya, sasa niko shuleni. Ako shuleni imejaa. Kuna karatasi tunampatia inaitwa Ziploc, it's resealable and it's an airtight bag. Uko nayo hapa, sijui kama uko nayo utatuonesha. Niko nayo. Usiamke, sijui labda kama haiko karibu upatilizwe hapa. So kuna karatasi tunampatia, anaiweka ndani. So akiweka ndani zile zote zenye atachange ataziweka ndani. Hapa chini. Ataziweka ndani. It's down here. It's here. Waelekezi pia wanafuatilia katika chumba chetu cha habari pia wanauliza. Wakati sasa pia unapoosha. Hali itakuwaje? Tueleza kwanza jinsi ambavyo unatoa kwanza na kisha baadaye ukioshwa hali itakuwaje? Inabadilika rangi ama itakuwa nyeupe vile? So wacha tuendelee. Ametoa ile imejaa, ataiweka hapa ndani. Vile nimekuelezea karatasi ni airtight. Hewa iwezi ingia. So zile zote atabadilisha hiyo siku, anaziweka hapa ndani. Alafu anafunga. Akishafunga hakuna hewa itaingia ama hewa itatoka. Kumaanisha akienda kuosha ile damu inayeyuka haraka. Haitakuwa imekauka. Kwa sababu ikikauka pia ni ngumu kuosha. So akishafika nyumbani, kitu ya kwanza anafanya ni kuosha zile pedi alikuwa ametumia. Na pia wakati umeweka pale, kwa sababu yenyewe sasa imeloa ile damu. Yes. Karatasi yenyewe inasaidia harufu yoyote isitoke. Hakuna harufu itatoka kwa sababu it's an airtight. Hakuna harufu itaingia ama harufu itatoka. So saa ile padi kwa hapo ndani itabaki ikiwa nyevu hivyo. Kwa sababu hakuna hewa iliingia ama ilitoka. So hata akiweka darasani haitanuka. Hakuna mtu atasikia kuna kitu inanuka kwa sababu hakuna hewa iliingia ndani umekinuke. So akifika nyumbani kitu ya kwanza anafanya ni kuosha. So atachukua maji baridi. Azisok kwa dakika 15. Asitumie maji moto? Hapana. Mbona? Tunawaambia wasitumie maji moto kwa sababu hii ni damu. Akiweka maji moto itashikana. Kule ndani itashikana. Na ikishikana sasa kuosha haitatoka yote. So na ikibaki huko ndani ita lead to bacterial infection. So tunawaambia watumie maji baridi. Akishaweka kwa maji baridi kwa dakika 15, anatoa, anaweka sabuni. Huwa tunawaambia watumie sabuni ya kipande. Hii ni sample tu. Sabuni ya kipande kwa sababu iko na chemical zenye si strong. Ukitumia hizi zingine ziko na chemical strong. But again anaweza tumia hiyo sabuni nyingine but hakikishe ameosha vizuri kabisa. Amekamua kabisa kwa sababu akiacha na sabuni bado itamuaffect. So tunawaambia watumie sabuni ya kipande. Akishapaka anaosha vizuri. Akiona kuna stain, anachukua suruali yake yenye ni si chafu, anasugua naye, asichukue brush. Kwa hivyo asichukue kagunia hivi. Hapana, kwa sababu asichukue gunia kwa sababu hii material ya mwisho hapa juu ya juu kabisa. Akichukua brush ama gunia, hii itararuka. Hii itararuka, ni nyepesi. So anachukua suruali yake anasugua nayo. Ikishatoka anachukua maji mengine safi, anakamua na ananika kwa jua. Kwa hivyo ni lazima akausha kwa jua.
lazima akaushe kwa jua, kwa sababu ukiweka kwa nyumba haitakauka vizuri. Itakauka kwa hizi za juu, but zile za ndani hazitakauka vizuri. For example, ukivaa suruali yenye haijakauka vizuri, kuna vile mtu unaweza jikuna. Sasa na hizi zenye ziko na several layers of material. So tuna advise waianike kwa direct sunlight ndio iweze kukauka vizuri ndani. Kabla hatujaenda pumziko, mwelekezi wangu ananiambia twende pumziko. Iwapo ninaishi kwenye ploti, sitaki kwenda kuanika, ninaweza wekelea kitambaa juu? Ndio, tunawaambia wakishaanika, kuna wenye wanaogopa mababa zao watachukua weke wazitumie kama inasol. So tunawaambia wafunike kwa sababu ni mzuri. So unaona? Ni kazuri. Na ukazipata zikiwa mbili, unaweza fikiria mtoto wako amekununulia inasol. So to avoid that, tunawaambia wafunikie na kitambaa nyepesi ndio iweze kukauka vizuri. Yes. Haya, asante sana. Na tunachukua pumziko fupi mno. Mwelekezi ananiuliza pia kama iwapo zinauzwa, lakini utakuwa unatujibu hapo baadaye. Mtazamaji, kufikia hapa nachukua pumziko fupi mno, na tutakaporejea tutakuwa tunaendelea kuzungumzia kuhusu usafi wa hedhi na mbinu salama za kutumia. Velna akiwa ametuletea mfano tu wa baadhi ya zile taulo ambazo zinatumika kwa zaidi ya mara moja. Atakuwa pia anatueleza naweza tumia zaidi ya kipindi kipi ili kutupa na kutumia nyingine. Mtazamaji, nachukua pumziko fupi. Get ready for an unforgettable experience. At KTN, we've got it all. Hold tight, because the adrenaline rush is real. Our action-packed films will have you gripping your seat. Craving suspense? Hungry for adventure? Or just looking for that perfect escape? Whatever your mood, KTN is your ultimate destination for a movie experience. As the youngest, I know what it feels to be left out by the people who treat and see you as the black sheep of the family. But there are things in the family only I know. I am Jameson Blake, and I play Drew Estrella, the youngest of the Estrella boys, on A Family Affair. A Family Affair. Karibu tena mtazamaji. Sasa tukiingia katika sehemu ya mwisho ya mjadala wetu, ambapo tunaendelea kuzungumzia kuhusu hali ya usafi wa hedhi, hali halisi jinsi ilivyo na pengo ambalo lililopo kati ya idadi ya wasichana na wanawake ambao bado wanaendelea kutaabika kutokana na ukosefu wa hedhi, ukosefu wa taulo ama sodo, na ni hali ambayo inachangiwa sana na kiwango cha umaskini. Velna,
bado nikisalia kwako sasa, ulikuwa katika kutumia jinsi msichana ama mwanamke anavyofaa kutumia, na pia jinsi ya kuziweka zikiwa katika hali safi na hali ambayo ni salama. Hizi sodo ni za kusafisha na kutumia tena na tena. Ndiyo. Naweza kutumia kwa kipindi kipi? Ni baada ya muda upi ambao sasa itakuwa labda imechakaa na hainipatii huduma ambazo zinastahili, sasa nitupe ama nifanyieje, nichome? Tunaambia msichana ama mwanamke tukimpatia hizi pedi atumie kwa muda wa miezi 18, lakini anaweza tumia mpaka miaka 3. Sababu hii ni ya kuvaa, kuosha, so italingana na vile atazitumia. Akizitunza vizuri zinampeleka hadi miaka 3 akizitumia. Ndio. Asante. Kwa sababu sasa tunasafisha na tunafuata utaratibu na maelezo yote ambayo tumepewa na wale ambao wanazifahamu. Tumesafisha kulingana na jinsi ambavyo inastahili kwa kutumia sabuni ambayo kama jinsi umeelezea na ziko sawa. Tumezikausha pia vizuri kwenye jua, hazina viini vyovyote. Yeah. Zile ambazo natumia, dadangu anaweza tumia ama mamangu anaweza tumia? Huwa tunaambia wasichana wasitumie, ni zake peke yake. Asipatie dadake, asipatie mamake kutumia, kwa sababu vile haezi share suruali, ni vile haezi share pia hizi pedi, kwa sababu ni za kutumia tena na tena. So afai kushare na mama yake ama dada yake. So ni zake tu yeye mwenyewe. Yeah. Na mnahakikishaje kwamba hilo linafuatwa? Kwa sababu unajua kuna wakati sasa haja itakusukuma. Mnahakikishaje? Je, huwa mnawafuatilizia kuhakikisha kwamba yale maelezo ambayo mmetoa ndio yanayofuatwa? Huru tunafuatilizia, ndio maana tuna work na community based health ambassadors kama Alan. So hao ndio wataendeleza zile mafunzo, kwa sababu Velna kama sisi Huru wenye tuko kwa ofisini hatuwezi kuwa mtaani kila siku. Lakini Alan atakutana na ule msichana mwenye tulimpatia, aendelee kumwambia nafikiri hujapatia mamako, hujapatia dadako hizi pedi akatumia. So tunafuatilizia kupitia kwa au wenye tunafanya kazi nao katika mtaa kama kina Alan. Na kwa kweli sasa Alan ni wa jinsia ya kiume. Inakuwaje sasa wewe wakati unapotoa elimu na maelezo kuhusiana na swala la hedhi? Inakuwa ni rahisi kwako? Wanaichukulia vizuri ama imekuwaje? Kwa sababu ni muhimu pia kwa mtoto wa kiume kuhusishwa katika elimu ya hedhi. Kweli kabisa. So sana sana wasichana wanapendanga watu wa jinsia ya kiume. Hapo wanakuanga free, so anaweza kuexplainia kitu, akufafanulie kila kitu. Unlike apatane ni msichana kwa msichana, hapo kuna vitu atamficha. Ataona ni kama akiambia msichana kitu 1, 2, 3 ataenda amtangaze kwa wengine. So inakuwa rahisi sana kwa sisi wa kiume sana kuwe wazi na sisi na tuambie kila kitu. Yeah. Sasa tukirejea sasa kwako pia Patience, hilo swala la ni umuhimu gani wa kumhusisha mtoto wa kiume, ima yuko katika shule ya msingi, ya sekondari, ama sasa wako katika taasisi za elimu ya juu? Umuhimu wa kumhusisha mtoto wa kiume katika swala la elimu ya hedhi ni upi? Mtoto wa kiume kwanza yeye hapitii hali ya hedhi, lakini kumuhusisha ni muhimu. Manake pia wao kuna vile ambavyo wanakomaa ama wanamachua katika laini yao, lakini pia pale darasani kuanzia primary school, ile darasa la chini, wakati wenzao wameanza hedhi, wale wasichana wale wadogo ambao wako nao darasa moja wameanza ile hedhi, na pengine wamekuwa na zile hali ya kwamba nguo zimechafuka, hali ambazo wao inachukuliwa kama aibu. Lakini iwapo mtoto wa kiume pia amepatiwa elimu ama kuna ufahamu kuhusu hedhi, ama wale wanaume kwa level yoyote ile, kwa kiwango chochote kile, wameelimishwa kuhusu hedhi, so wakati wale wasichana wanapitia hali kama zile ya kwamba nimepata hii, wanasema accident, ile wanasema oops, imekuwa, then wanakuwa supportive.
kwa wale wasichana pale darasani. Haiwi kwamba ni wakati wa kuwacheka ama kuwaambia maneno. Inakuwa tu wote wameweza kuelewa kwamba hii ni ile hali ya kwamba hali ambayo ni ya kawaida kwa msichana. Kwa hivyo unapata psychologically wakiwa support hawa wasichana ambao wako nao darasa moja, unapata mental health inakuwa nzuri. Manake wakati msichana amefanyikiwa na jambo kama lile, bahati ile ya kwamba nguo imechafuka ama damu imepita na ameweza kuchekwa ama kuambiwa maneno, unapata yule msichana ile atmosphere kukaa pale darasani pengine siku inayofuata ama hiyo wiki inayofuata inakuwa haiko very conducive. So unapata huyu msichana wakati wake wa hedhi pengine anaamua asije shule. Ama hata wengine wanasema mam, mimi sitaki kuwa katika lile darasa kwa sababu ya ile aibu ambayo amepitia. Lakini iwapo kuna ile ufahamu ya kwamba hii ni hali ya kawaida, hata wale wazazi wa kiume wameweza kupata ile elimu toka utotoni, wameelewa, wanaweza pia msaidia huyu mtoto wa kike katika kujiangalia wakati wake wa hedhi. Ama kuzungumza pia, kuwa na mawasiliano kwamba hii ni hali ya kawaida. Kwa hivyo mentally unapata yule mtoto amesaidika na pia inakuwa iko sawa pale darasani. Asante sana kwa hayo maelezo. Sasa tujie katika swala la kutoa elimu, kwa sababu pia wakati pia mnatangamana na wale watoto kule kijijini, ima ni kwenye shule ama ni kwenye mitaani, mahali ambapo wanakusanyika wote ili kupewa hii elimu. Kwa sababu hautaenda moja kwa moja kuhusu jinsi ya kutumia hizo taulo za hedhi. Aina ya elimu ambayo inatolewa kwao ni gani? Sijui tuanze na Alan kule mtaani kisha tutaelekea kwa Velna. Ni elimu gani ambayo munaitoa na munatumia mbinu gani? Na munaianzia kutoka labda darasa lipi? Ni darasa la 3? Kwa sababu kwa hivi sasa watoto wanaanza, mtoto wa kike anaanza kupata hedhi mapema. Sio kama wakati wa enzi zetu. Wakati huu utampata mtoto wa darasa wa grade ya 3 yuko katika siku zake za hedhi. Kweli. So mbinu ambazo tunatumia ni tunaanzanga na assessment, tunafanya assessment before tuanze hizo educational sessions. So na tena tunaanzia darasa la 3. So si wote wanaweza kuwa wameanza. So tunauliza walimu wao wanapendanga kutusaidia sana. So tunauliza and then tunawachukua, tunaweka kwa darasa moja. So hapo wakati ule pale nikurudishie nyuma kidogo, wakati sasa umeingia katika grade ya 3, watachukuliwa wote kwa mpigo ama itakuwa ni wale ambao labda wameanza na wale hawajaanza kando, ama watakusanyishwa wote pamoja? So watachukuliwa wale wenye wameanza na wale wenye wako karibu. So tunaenda pia na miaka from 6 years at least juu miaka 6 yuko katika grade ya kwanza. Miaka 6? Si wote. Kuna wengine wanaanzanga hedhi hata wakiwa na miaka 7, as early as 7 years. So kuna wengine wako na miaka 6, 7, so hapo wako karibu kuanza. So tunaanzia hizo miaka tukipanda. So tunawachukua, tunawapeleka either ni kwa dining hall. So hapo ndio tunaanza kuwapatia hiyo educational sessions. So tukishawapatia educational sessions, kuna wale wanahitaji zaidi. So unaweza pata tunawapatia educational sessions, kuna mwenye anasema hataki, kuna wengine wanaogopa. Kuna mwenye anasema hataki, anataka hii. So kupitia shirika la Huru au wanakujanga na hizo za duka, disposable and reusable. So mwanafunzi mwenyewe ndiye atakuja achague anapenda gani. And then ataletewa, atasaidiwa. Asante. Velna, ni mbinu zipi ambazo mnazitumia? Alan ametaja jambo ambalo ni nzuri sana. Wengi wanahofia kwa sababu bado yule mtoto ni mchanga, ni mabadiliko ambayo ni mageni, hajui kama ni jambo nzuri ama ni jambo ambalo sio nzuri. Mnatumia mbinu zipi haswa kwa hawa ambao bado hata hawajafikisha umri wa miaka 10? Vile Alan amekuambia, tunawaselect, tunaweka kando miaka. Wale wenye hawajaanza na wako karibu kwanza, tunawatenga pia, wanafunzwa kando. Na wale wameanza pia, kwa sababu wanaelewa, pia tunawafunza kando. Hawa wenye hawajaanza, we try to start creating a safe space. So tunaanza kumwambia yeye ni msichana. Na ni nini inaonyesha kwamba yeye ni msichana. Ajielewe kwanza
mwili yake, all the parts of the body. Alafu tunaenda kwa puberty. Ajielewe kabisa vile hii process inaanza. Alafu tunamwambia kwa sababu yeye ni msichana, hivi karibuni atakuwa mwanamke. Sasa hiyo hedhi ni lazima kwa kila msichana, kwa kila mwanamke, jinsia ya kike. So asiogope kwamba akifika hapo ni ugonjwa. Hiyo ni kitu hata mama yake ako hapo, hata ule mwanamke anaona ni role model wake ako hapo. So tunaanza ku create that safe space ndio aanze kukua open, aanze kuweza kusimulia zile challenge anapitia, ndio tuweze kuelewa pia tumuongeleshe. Ndio. Na ni njia ipi ambayo ni rahisi kwa huyu mtoto kufahamu? Ni mwanzo labda mzazi akuwe ndio wa kwanza kumtajia, ni mwalimu akuwe pia labda ndiye wa kwanza, ama ni watu kama nyinyi wa mashirika tofauti, ama ni sote tuungane? Kwa sababu kuna wakati utapata mzazi kuanza kujadili hilo ni ngumu. Ni nani ambaye anafaa kumwanzishia kwanza kulingana na jinsi kile ambacho umekishuhudia kwa kipindi? Ni nani ambaye amekuwa anasaidia kuendeleza hii elimu akiwa ndiye wa kwanza mjadala huko huyu mtoto? Kwa kufanya kazi kwa muda nimeweza kuelewa ya kwamba wazazi sasa wanashika, like they do not open up about menstruation. Wameitenga kuwa ni jambo la, it's a taboo. Hawafai kuongelesha watoto wao. Sasa unapata wanaongeleshwa sana shuleni. Na shuleni mwalimu hataenda kabisa kwa undani kumwelezea hizi hedhi ni nini. Sasa mashirika kama Huru ndio unapata wanaweza kuelezea huyu mtoto ni nini inaendelea kwa mwili yake. Kwa sababu vile nimesema, wazazi wanahofia kumwongelesha. Walimu pia wakimpatia hiyo information wanampatia kidogo. Lakini pia inategemea na jinsi mwalimu anavyotoa haya maelezo. Watazamaji pia wanataka kujua hizi taulo zinapatikana wapi? Mnazitoa tu nyinyi ama kuna mahali ambapo pia mtu anaweza enda kuzinunua? Kabla nikuje kwa taulo, so hapo kwa kuongelesha huyu mtoto, ningeomba sisi wote, kwa sababu timu ya hii mwaka ni period friendly world, together for a period friendly world. So ulimwengu ambao utakuwa una urafiki pamoja na ni salama kwa hedhi. Tukuje sisi wote pamoja tuweze kubreak hii silence ya menstruation. Tuweze kuongelesha wasichana waweze kuelewa menstruation si ugonjwa, ni kitu kawaida. So hizi sodu ziko tu kwa ofisi zetu, hatujaweza kuuza. Tunazitengeneza kule kwetu, hatujaweza kuuza kwa sababu Huru ni organization ya donor funded, it's for charity. Lakini kwa sasa tuna work towards a social enterprise ambapo hopefully soon itakuwa kwa market. Haya, asanti. Mwelekezi alikuwa anataka kujua sana hilo. Sasa tukimalizia patients, tupe takwimu ya uhaba uliopo kati ya idadi ya wasichana na wanawake ambao wanafaa kuwa wanatumia sodo na idadi ya wale ambao hawana uwezo wa kuzipata. Tupe takwimu ambazo uko nazo. Asante. Ningependa kunukuu nakala ya utafiti ambayo iliandikwa na Ministry of Health 2016, ambayo ilikuwa inazungumzia kwamba asilimia 62, that's 62%, ya wanawake na wasichana hawawezi afford sodo ama sodo ama pedi ambazo ziko recommended kutumika wakati wa hedhi. Alafu nyingine inasema pia asilimia 54, 54% of girls, wasichana peke yake, hawana uwezo wa kuafford kununua pedi ama taulo ambazo zinatumika wakati wa hedhi. Alafu pia pale chini wakaendelea kusema ya kwamba unapata kwa siku 3 ama siku 4 katika siku za kwenda shuleni kwa mwezi, wasichana wanakosa kwenda shuleni kwa sababu ya ukosefu wa hizo hedhi, ya hizo pedi. Manake ikiwa sina nitakaje darasani nisikize mwalimu? Kwa hivyo inaleta shida katika masomo ya msichana, katika elimu, na pia kwa mambo mengine. Pia kwa sababu saa zingine pia ni mtu mzima, ikiwa nimekosa
sodo na nafaa kwa kazini, hiyo siku ni kumaanisha kazi yangu itakuwa kama ni biashara yangu biashara sitaweza, kama ni shambani si kwenda, mwanafunzi hakwenda shuleni na mambo kama hayo. Tukimalizia, kwa sababu taulo unatupa, pia suruali tunapewa ama nijipange mbele? Tunapatiana taulo na suruali mbili pamoja na sabuni. Kwa sababu huyu msichana mwenye tunapatia hizi taulo ni ule mzazi wake haezi mnunulia. So tukimpatia hizi aende kuosha, kumaanisha hata kupata sabuni ya kuosha itakuwa ngumu. So tunampatia na sabuni na suruali zikiwa mbili. Ndio. Haya, asante sana. Endeleeni kufanya hiyo kazi ambayo unafanya kumsaidia huyu mtoto wa kike ambaye kwa kweli hana uwezo na mzazi hana uwezo kutokana na kusongwa na gharama ya maisha. Asante sana Velna, Alan pamoja na Patience. Mtazamaji, nina uhakika umefahamu mengi kuhusiana na afya ya hedhi, na kauli mbiu mwaka huu ni ulimwengu salama kwa hedhi na sote tujumuike. Mimi ni Agnes Gakunga, nasema asante sana kwa watu waliofanikisha taarifa kutoka mwendo wa saa 5 hadi sasa. Mhariri wangu akiwa ni Suleiman Iyeri. Asante sana pia mtazamaji kwa muda wako. Endelea kutazama KTN.